Masomo ya leo yanatufundisha juu ya mateso, utii na ushindi wa mwisho wa mpango wa Mungu. Nabii Isaya anazungumzia mtumishi wa Bwana anayebaki imara katika mateso, akimtumainia Mungu kikamilifu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi unaelezea unyenyekevu wa Kristo, jinsi alivyojisalimisha kwa ajili yetu na kuinuliwa kwake baada ya mateso. Hatimaye Injili ya Luka inasimulia mateso ya Yesu, akifichua kina cha uchungu wake na utii wake kwa mapenzi ya Baba. Nabii Isaya anaonyesha mtumishi wa Bwana hakukwepa mateso, bali aliyakubatia kwa imani thabiti. Niliutoa mgongo wangu kwa wanaonipiga na mashavu yangu kwa wanaonivuta ndevu. Licha ya fedheha na maumivu, anamtumaini Mungu akisema, Bwana Mungu atanisaidia, kwa hiyo sitaaibika. Hili linamtangulia Kristo ambaye ingawa hana hatia, alikubali mateso kwa kujisalimisha kabisa. Katika waraka kwa Wafilipi, Mtakatifu Paulo anamtambulisha Yesu kama mnyenyekevu wa kweli. Ingawa alikuwa na hali ya Mungu, hakudhani kwamba kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Kristo akiwa Mungu alichagua kuwa mtumishi, hata kukubali kufa msalabani. Hili linaonyesha kinaya kikubwa. Yeye aliye juu ya viumbe vyote alishuka hadi kupitia mateso makubwa kwa ajili yetu. Lakini unyenyekevu wake ulisababisha kuinuliwa kwake. Kwa hivyo, Mungu amemwinua juu na kumpa jina lililo kuu kuliko majina yote. Injili ya Luka inatuleta karibu na kilele cha safari hii. Usaliti, kukataliwa, kutelekezwa, kuchapwa na kusulubiwa ni mambo machugu kusoma. Lakini katika haya yote, Yesu anabaki mwaminifu. Anawaombea waliomsulubu, anamhakikishia mwizi msalabani uzima wa milele, na katika pumzi yake ya mwisho anajisalimisha kikamilifu kwa Baba. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Masomo haya yanatufundisha mambo matatu. Kwanza, yanatufundisha kuwa mateso sio bure. Yesu ingawa hana hatia, alikubana na ukatili mkubwa wa binadamu. Ikiwa tunateseka kwa ajili ya haki, tunapaswa kushikamana na imani yetu, tukijua kuwa Mungu anatutegemeza. Pili, unyenyekevu husababisha kuinuliwa. Dunia inatujaribu kwa madaraka, hadhi na kujitukuza. Lakini Yesu anaonyesha njia tofauti. Kujitoa kwa Mungu huleta utimilifu. Hatimaye, utii kwa mapenzi ya Mungu ndio wito wetu wa juu kabisa. Kama Kristo, tunapaswa kujisalimisha kikamilifu, tukimtumaini Baba katika mpango wake mkamilifu. Tunapoingia katika Juma Kuu, tutafakari mateso ya Kristo. Unyenyekevu wake utuhimize kuwatumikia wengine kwa moyo safi. Mateso yake yatupe nguvu katika majaribu yetu, na utii wake utuongoze katika njia sahihi inayotupeleka katika utukufu wa ufufuko. Amina.